Yes, habari za wakati huu mtazamaji wa Mpenja TV kutokea popote pale ulipo na kusalimu wewe ambao umekuwa ukitufuatilia tangu siku ya kwanza. Tumekuwa tukizungumza michezo, lakini leo kuna namna kama nimeswitch hivi na nimekuletea stories za kiburudani, lakini kabla sijafika huko nikukumbushe tunapewa nguvu kubwa na GSM ambao wamekuwa wakitoa bidhaa mbalimbali kama vile vinywaji. Tunafahamu wote hivi sasa habari ya mjini ni pamoja na maji ya GSM Water. Mimi mwenyewe nimekuwa ni moja ya kinywaji changu pendwa, na ukinywa ile maji utakuja kunishukuru baadaye. Lakini pia nikukumbushe pia tunapewa nguvu kubwa na Mchina Turubai Tanzania, ambao hawa wanafahamika kama Mchina Trans-Pauline Heavy Duty Specialist. Hao ni wataalamu kwa wote ambao wamekuwa wakitaka kusafirisha mizigo yao na wakiwa na matumaini ama wakiwa wanahitaji ifike salama, ikiwa haijapitia changamoto yoyote ya kunyeshewa na mvua, kuloana ama kupata changamoto yoyote, basi hakikisha unawasiliana nao kupitia namba za simu 0745990708 kwa ajili ya kupata turubai lako makini ambalo litaweza kuhakikisha usalama wa mzigo wako. Sasa leo katika upande wa burudani kuna moja story ambayo nimekuja nayo, na ingekuwa katika gazeti la michezo ama gazeti lolote, kichwa cha habari kingeweza kuwa Zailisa atema nyongo. Kama mwariri angekuwa ameenda mbali zaidi, basi angesema Zailisa ametema bungo. Hii ni mara baada ya posti yake ambayo ameposti leo, posti ambayo ikionyesha ni barua ya wazi kabisa kumwelekea msanii wa Singeli ambaye amekuwa akijiita mfalme wa Singeli kwa kipindi chote hichi. Hapa namzungumzia Dula Makabila. Sasa hivi amekuwa na majina mengi mara baada ya kuonyesha hali ya miguu yake. Wengi wamekuwa wakimuita vile ambavyo wanajisikia, wengine wakienda mbali wakimuita mahindi ya kuchoma na vitu kama hivyo. Ni majina ambayo amekuwa akipatiwa na wasanii wenzie ambao wamekuwa akiwa na utani nao. Sasa Zailisa kupitia katika akaunti yake ya Instagram ameweza kuandika ujumbe mzito kumwelekea Dula Makabila, na wote tunafahamu Dula Makabila hivi sasa miongoni mwa project ambayo yuko nayo ni ngoma yake ya Kidonda Changu ambayo amemshirikisha J Melody. Wote tunafahamu ni ngoma ambayo imetoka na imekuwa ikifanya vizuri, ikipata reaction tofauti tofauti kwa watu tofauti tofauti, na tukashuhudia Dula Makabila akifanya interviews sehemu mbalimbali. Na moja kitu ambacho Dula amekuwa akikizungumza katika interview ambazo amekuwa akizifanya ni hali yake ya kutokumove on kwa mwanadada Zailisa, twiga wa taifa. Sasa Zailisa leo ni kama ameamua kutoa ama kumtolea uvivu bwana Dula, na sijui nini ambacho kimemsibu, maana ni ngoma ambayo imetoka kitambo kidogo, ni ngoma ambayo ina majuma kadhaa. Sasa kupitia katika account ya Instagram ya Zailisa kuna ujumbe ameshare nasi, na ni barua ya wazi kwa Dula Makabila. Ujumbe ambao unasomeka hivi: kwako Dula Makabila, nafikiri nimekaa kimya for a while kwako. Licha ya yote uliokuwa ukiyatenda, leo naomba niongee na wewe for good. Nafikiri sasa ifike mwisho wa wewe kufanya unayofanya kwangu. Akaweka na kimoja cha kushukuru, kisha akaandika enough. Kama kuniimba nafikiri umeshajaza albamu kunihusu. Naamini wewe ni msanii mzuri na una kipaji. Sio lazima utumie kiki, na hata ukiona ni sawa kufanya kiki, tafadhali zisiwe kunihusu tena. Nimechoka, naomba uniache na amani yangu. Na mimi ni mke wa mtu, so please uwe na heshima na ndoa yangu. Warning, sitaki kukusikia tena unaniongelea kwenye interview zako. Sitaki kuona unaniposti tena kwenye peji zako za mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe ambao Zailisa ameuandika, ujumbe ambao moja kwa moja ni barua ya wazi kumwelekea Dula Makabila kutokana na kile ambacho amekuwa akikifanya katika project zake, lakini pia interviews ambazo amekuwa akizifanya. Sasa Zailisa hapa ameweka wazi kwamba hataki hizo story tena kuzisikia kutoka kwa Dula Makabila, kwani ni vitu ambavyo huenda vinamharibia kwa namna moja ama nyingine. Na wote tunafahamu, japokuwa hatukualikwa, lakini taarifa ambazo zipo ni kwamba Zailisa hivi sasa ni mke wa mtu. Sio kuna namna yeye anahisi kama inamvunjia kwa namna moja ama nyingine. Lakini nataka uniambie wewe kwenye comment, je, ni sahihi kile ambacho Dula amekuwa akikifanya? Kina ubaya gani kwa asilimia ngapi pia, ama na kitu ambacho ni cha kawaida? Nataka kuona maoni yako kwenye comment hapo, utuandikie kupitia katika page zetu. Mimi ni 255 Kenya, nyuma kamera ni Luke de Pablo, na hii ni Mpenja TV. Hizi ilikuwa ni stories za kiburudani. Make sure kwamba unaendelea kusalia nasi kwa ajili ya story nyingine za kiburudani kutokea hapa Mpenja TV.